Wakati huo huo, serikali imetoa wito kwa viongozi wa kidini na jamii za humu nchini kushirikiana katika kudumisha amani na kuunga mkono mipango ya maendeleo, huku operesheni za usalama katika eneo la Bonde la Ufa zikiendelea kuzaa matunda. Hata hivyo, katibu katika Wizara ya Usalama wa Taifa, Dr. Raymond Omollo amesema kuwa amani inaweza kudumishwa kupitia ushirikiano wa jamii pekee. Katika ibada kwenye kanisa la Kiadventista la Mogotio, katibu katika Wizara ya Usalama wa Taifa, Daktari Raymond Omollo alisema juhudi za serikali za kukabiliana na ujangili na wizi wa mifugo katika bonde la Kerio na sehemu kubwa ya eneo la Bonde la Ufa zinazaa matunda. Omollo aliwahimiza wakazi, wazee na viongozi wa kanisa kukuza umoja, wajibikaji na kushirikiana na maafisa wa usalama pamoja na nyumba kumi na wazee wa vijiji kudumisha hatua zilizoafikiwa. Kwa sasa, kwa mara ya kwanza tangu hii dunia iumbwe, viongozi wenyewe na wananchi wenyewe wanasema tumekuwa na utulivu katika eneo bonde la Ufa, na ningewahimiza tuzidi kushirikiana ili wakaaji wa Baringo, wakaaji wa North Rift huwa wanaweza kufanya mambo yao kama Wakenya wengine. Kuhusiana na utoaji wa huduma, Omollo alitangaza kuanzishwa rasmi kwa vitengo kadhaa vya kiutawala vilivyokuwa tayari vimewekwa kisheria ili kuleta huduma karibu na wananchi. Alisema kuwa Mogotio ina kata 3 mpya na kata ndogo 3, huku kaunti ya Baringo ikipata tarafa 5, zaidi ya kata 20 na zaidi ya kata ndogo 40 zitakazoanza kufanya kazi rasmi. Na tunafanya hiyo kwa sababu wananchi tunataka wapate huduma kwa ukaribu na urahisi, wasiteseke kutembea distances refu. Omollo pia alizungumzia miradi ya kuwawezesha vijana ikiwemo mpango wa Nyota, ambapo zaidi ya vijana 1121 kote nchini wanatarajiwa kufaidika, na baadhi ya vijana walioteuliwa katika kila wadi kupatiwa ruzuku za kusaidia katika ukuaji wa biashara. Aliongeza kuwa kuthibitisha ujuzi wa mafundi ni muhimu, kwani utambulikaji rasmi huongeza fursa za mapato hapa nchini na nje kupitia mpango wa serikali wa usafirishaji wa wafanyikazi. Jacqueline Masharia, Dira ya Magwiji.